Tunakuomba utusaidie kupata sehemu ya mahitaji kwa ajili ya ujenzi wa choo cha wavulana. Meneja wa mkoa amenituma nilete hapa stakabadhi ya malipo ya mifuko 45 ya saruji. Kwa upande mwingine, shule ina upungufu mkubwa wa matundu 27 ya vyoo ikilinganishwa na idadi kubwa ya wanafunzi waliopo shuleni. Pia shule ina upungufu wa vifaa vya tehama, kompyuta, nyumba 23 za watumishi, jengo la utawala, jiko na bwalo ama ukumbi wa mikutano. Kwa upande mwingine, wanafunzi wa bweni wanakosa mwanga wa kutosha wa kujisomea wakati wa usiku kutokana na changamoto za kukatika umeme. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na shule kufanya vizuri kitaaluma kwa namna moja ama nyingine, changamoto hizi zimefanya mazingira ya kufundisha na kujifunzia yasiwe rafiki sana. Hivyo kutatuliwa kwa changamoto hizi itakuwa chachu kwetu kufanya vizuri zaidi kitaaluma. Maombi yetu kwako rasmi, kama ulivyosikia, shule inakabiliwa na changamoto kubwa ambazo kwa namna moja au nyingine inaweza kuwa ngumu kutatuliwa kwa siku moja. Kwa kulitambua hili, tunakuomba utusaidie kupata sehemu ya mahitaji kwa ajili ya ujenzi wa choo cha wavulana. Mahitaji yetu katika ujenzi huo ni mifuko 45 ya saruji, nondo za milimita 12-18, waya mesh 7 pamoja na bando moja ya mabati. Wazazi wanaendelea kupambana kuhakikisha watoto wao wanapata choo kwa ajili ya wavulana ambao kikao kiko katika hali hatarishi sana kwa matumizi na muda wote inaweza kufikia. Pia uko huru kutatua baadhi ya changamoto nyingine kwa kadiri utakavyoona inafaa. Mwisho, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru. Kama tunavyojua, serikali yetu anayoongoza Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan inategemea mapato yanayokusanywa na Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa zaidi ya 70%. Kwa hiyo ninaomba muweze kuona kazi ngumu ambayo tulionayo kama watumishi wa Mamlaka ya Mapato Tanzania kuhakikisha mapato ya serikali yanakusanywa na yaingia katika mfuko mkuu, ili yale yote ambayo mnayaona kama elimu bure, kwa ajili walimu, kulipa mishahara inaweza kutimizwa na serikali, pamoja na mambo mbalimbali ambao kama sisi wananchi tunahitaji kupitia kwa serikali yetu sikivu. Ndugu wahitimu, Mamlaka ya Mapato Tanzania inapenda kuwapongeza sana, mmependeza sana. Ninawapongeza kwa jitihada zenu za miaka yote ambayo mmekuwa mahala hapa shuleni. TRA inathamini mchango wenu mkubwa mtakaotoa baada ya kumaliza masomo yenu na kuhakikisha Mamlaka ya Mapato Tanzania kwa niaba ya serikali inatimiza malengo yake ya kukusanya mapato kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Ndugu wahitimu, TRA ina imani kubwa kwamba mtaendelea kuwa mabalozi wazuri wa serikali kupitia Mamlaka ya Mapato Tanzania huko Ulaiani. Niwakumbushe, jamii yetu kwa muda mrefu sasa imekuwa na uelewa mdogo juu ya masuala mbalimbali ya kodi, kitu ambacho kinapelekea wakati mwingine wananchi au wafanyabiashara kukwepa kulipa kodi bila kuwa na ufahamu, kitu ambacho kinaleta athari zile ambazo zinaambatana na wale wote wanaokwepa kulipa kodi. Tafadhali tunaomba tutumie elimu mlioipata hapa pamoja na elimu ya kodi mlioipata kupitia kwenye klabu yetu ya kodi, ili elimu hiyo mkaiishi pamoja na kauli mbiu zetu. Tuna kauli mbiu moja kwamba kodi yetu maendeleo yetu. Tukikusanya kodi
yale yote ambayo tunahitaji kama wananchi, makundi maalum, wanafunzi, yataweza kupatikana. Zipo changamoto mbalimbali ambazo amezitaja. Changamoto nyingine kama mmesikia vizuri ni kwamba ziko katika hatua ya ufuatiliaji, lakini nyingine amemshukuru mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Muleba kwa jitihada ambazo amekuwa akizifanya za kuweza kuondoa changamoto, ikiwemo changamoto ya watumishi. Na nadhani mkuu wa shule unatambua, siku mbili tu zimepita, ni kwamba umetoka mkeka ambao una walimu. Kwa hiyo unaweza ukaanza lobbying ili sasa walimu hao watakao kuja katika wilaya yetu ya Muleba basi waweze kupangiwa pia hapa. Lakini pia baada ya kupata risala hii, meneja ameahidi pia naye kwa nafasi yake ataweka jitihada zile ambazo ziko nje ya uwezo wake ili kuweka ushawishi muweze hizi changamoto za walimu ziweze kutatuliwa. Lakini pia kuna changamoto nyingine kama ya sola. Kama mnavyotambua, sisi tuna mwaka wa serikali. Huu ni mwezi wa 4, tuna takriban miezi miwili kumaliza mwaka wa fedha. Kwa hiyo sisi kama mamlaka ya mapato Tanzania tunao utaratibu, kwa sababu na sisi ni jamii. Yale mapato ambayo tunayakusanya, kuna asilimia ambayo tunatakiwa kuirudisha kwenye jamii. Sasa kupitia meneja wa mkoa ameahidi kwa bajeti ambayo itaanza Julai, zile changamoto nyingine ambazo zitabaki nitakaposema moja ambayo ameitoa, basi tutaziweka kwenye mpango na tutaendelea kuwasiliana ili tuone tunamaliza vipi hizi changamoto kama ya sola pale umeme unapokatika. Lakini tumesikia changamoto kubwa hapa ni sehemu ya kujihifadhi, ambapo tumesikia kuna kamati imeshaundwa, lakini wazazi pia wameweka nguvu yao. Meneja wa mkoa amenituma nilete hapa stakabadhi ya malipo ya mifuko 45 ya saruji. Tayari kupitia mchakato wa manunuzi ambao sisi tunatakiwa kuifuata kama taasisi ya serikali imekamilika, na fedha hiyo tumemlipa mzabuni ambaye anapatikana shamba hapa. Muda wote ambao utakuwa tayari, basi tutaenda kuchukua hiyo saruji mifuko 45. Lakini pia nisisitize changamoto nyingine hizi tutaendelea kuzitatua taratibu kwa kushirikiana na wazazi kama ambavyo umesema. Lakini pia ningeomba, kuna item moja ndogo, kuna wire mesh 7 ni shilingi 84,000. Mimi nitaomba nisimame hapa. Ndugu wazazi waalikwa, ninaomba mniunge mkono kwa hali na mali, tutafute hii 84,000. Tunajua umuhimu wa sehemu hii. Kwa hiyo ninapomaliza hotuba yangu, taomba tunyanyuke wote kwa pamoja, kwa furaha, kwa bashasha, tutafute shilingi 84,000. Lakini pia na mimi nitajazia mimi binafsi. Lakini mwisho, sio kwa umuhimu, nipende kupongeza uongozi wa shule ya Shamba pamoja na bodi ya shule kwa kuona mamlaka ya mapato Tanzania mkoa wa Kagera inafaa kuwa mgeni rasmi.